Pendwa mtazamaji mzuri wa NYTV, ni siku nyingine tena tunakusalimu katika jina zuri la Yesu Kristo. Ninayesema nawe ninaitwa Hannington Kabuta, mchungaji wa kanisa la Tanzania Assemblies of God. Kipekee kanisa hili linaitwa ushirika wa Dar es Salaam Pentecostal Assembly au kwa kifupi DPA. Familia yangu inajisikia vizuri kukuona unaendelea kufuatilia mafundisho haya, na kanisa nalo lichunga litajisikia vizuri sana kukuona unafika kanisani na kuabudu pamoja nasi. Mimi ninaitwa Hannington Kabuta, mke wangu anaitwa Loveness, na kanisa ni la TAG liko hapa Goba ndani ya jiji la Dar es Salaam. Nimekuwa nikija kwako kila mara kupitia NYTV kukuletea mafundisho mazuri ya uzima, neno la Bwana linalobadilisha maisha yako. Na sasa hata leo ni siku nyingine tena nimekuja kwako. Ninaomba nikushukuru sana kwa moyo wako wa kumpenda Mungu na nikupongeze kwa hilo. Wewe ni mtu mwema na unastahili pongezi hizi nzuri. Asante pia kwa kuwa umeendelea kushare na watu wengine habari hizi za mafundisho haya kupitia chombo hiki ambacho ni NYTV. Endelea kulike, kufollow na kusubscribe, na kwa kufanya hivyo utakuwa umeutimiza utume mkuu wa kuzisambaza habari njema. Katika siku hii ya leo iliyoko hapa ambayo Mungu ametupa, ninatamani sana kuzungumza na wewe kwa habari ya maombi ya mfungo. Maombi ya mfungo, kufunga na kuomba ndiyo agenda ambayo iko mezani siku ya leo. Katika kipindi kijacho nitazungumza kwa nini tunapaswa kufunga na kuomba. Nitakuwa nikijibu hilo swali, kwa nini tunapaswa kufunga na kuomba. Swali hilo nitalijibu katika kipindi cha siku ijayo, lakini nitaeleza zaidi pia sababu zake na ni katika mazingira gani tunapaswa kufunga na kuomba. Leo ninataka nifanye mambo machache sana kuweka utangulizi wa somo hili kwa dakika kama 35 hivi, ambapo nitaeleza msingi wa maandiko juu ya somo langu. Lakini jambo la pili nitaeleza maana halisi ya maombi ya kufunga, na jambo lingine pia nitaeleza aina za mfungo. Kwa kuna mambo kama 3 au 4 ambayo nitashughulika nayo katika kipindi cha leo. Na kwa kuwa tayari tumeshaomba, ninaomba tu endelea kumwamini Mungu ya kwamba analo jambo kwa ajili yako. Na leo nitakuwa kiualimu zaidi ili kukuletea fundisho zuri la maombi na uelewa hasa kwa habari ya kufunga. Na ninaamini ya kwamba maisha yako yatachukua ukurasa mwingine katika jina la Yesu. Kama Mungu anabadilisha watu kwa neno, basi neno hili lililoambatana na maombi litabadilisha hatima yako katika jina la Yesu. Na andiko letu la msingi itakuwa na andiko la kitabu kile cha Mathayo sura ya 6, na nitasoma kuanzia ule mstari wa 5 mpaka wa 18. Taniwia radhi kidogo, nitasoma maandiko haya kwa sababu hili ni somo la muhimu sana, na lengo langu ni kuleta uelewa katika mahubiri yoyote, katika mafundisho yoyote, katika mawasiliano yoyote. Lazima kuwe kuna lengo. Lengo la mahubiri na mafundisho yangu ya siku ya leo sio tu kukupa hamasa, bali kukupa uelewa mzuri. Na uelewa mzuri unaanza na kusoma maandiko matakatifu kwa kina na kwa utulivu, mstari kwa mstari. Ingawa utasoma zaidi utakapokuwa mwenyewe, lakini angalau kwa wakati huu pia nitasoma na wewe. Kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 6 mstari wa 5 mpaka ule wa 18 ni mazungumzo ya Yesu na wanafunzi wake. Yesu Kristo mwokozi wetu alipokuja hapa duniani katika hali ya mwili kupitia kuzaliwa na Bikira Mariamu, alianza huduma yake akiwa na wanafunzi 12 aliyokula nao, aliyolala nao, aliyotembea nao na kuhudumu pamoja nao.
na katika kipindi cha miaka 3.5 alikuwa nabii mwema kwao, alikuwa mtume mwenye nguvu kwao, alikuwa mwalimu mwema kwao, alikuwa mwinjilisti wa neno kwao. Zaidi ya yote alikuwa mchungaji mwema. Na huyu Yesu ndiyo kiongozi mkuu wa Ukristo wetu, na yeye ndiyo kuhani wetu, na yeye ndiyo mwokozi wa ulimwengu. Katika multiple roles, majukumu mbalimbali aliyokuwa nayo, wanafunzi wake walimwita zaidi kama rabi. Rabi manake ni mwalimu. Kwa hiyo ingawa alikuwa nabii, ingawa alikuwa mtume, ingawa alikuwa mchungaji, ingawa alikuwa mwinjilisti, ingawa yeye ni mwokozi hata sasa, lakini wao walimtambua sana kama mwalimu mwema, kama mwalimu mbobezi, kama rabi, kwa sababu alitumia muda mwingi sana kuwafundisha kuliko kuwahamasisha. Na elimu aliyofundisha Yesu ilienda katika sura mbili. Kuna wakati aliwafundisha kwa nadharia, alikaa nao chini na kuwaelekeza, na kuna wakati aliwafundisha kwa vitendo. Na katika mafundisho aliyowapa, Yesu alikuwa na ajenda mbalimbali, kama vile ufalme wa Mungu, kama vile habari za Roho Mtakatifu, kama vile habari ya kwenda msalabani, kama vile habari ya matoleo, utakatifu, somo kuhusu malaika na kadhalika. Lakini ukweli utabaki pale pale. Moja ya somo ambalo Yesu alilifundisha kwa ubora sana ni somo la maombi, ikiwezekana hata kwa kufunga. Kuna wakati wanafunzi walimwendea akaambia, Bwana, tumetoa pepo huyu lakini tumeshindwa. Wewe ulipokuja uliweza. Yesu akasema namna hii au mambo kama haya hayawezekani isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Tukio lilitokea mchana mtaani, wakati wako kwenye kazi ya Injili, wakiwa wako kwenye elimu kwa njia ya vitendo. Waliporudi nyumbani usiku, wakati wanapeana mrejesho wa siku, wanafanya tathmini, ndipo wakaenda kumuuliza kwa faragha, pale mchana wa leo tulipoenda kwenye huduma kuna mambo hayakwenda sawa, tunaomba utuelekeze. Kwa nini sisi tulifeli kutoa yule pepo lakini wewe ukaweza? Akawaambia, tulieni wanangu niwaelekeze. Mambo mazito kama yale mengine yanahitaji gia ya ziada ya kufunga kwanza. Ninachotaka uelewe ni kwamba alikaa na wanafunzi kwa faragha, akawafundisha kwa nadharia, yaani kwa theory, lakini pia aliondoka na wanafunzi kwenda mitaani akawafundisha kwa vitendo, yaani practical learning, learning by doing or discovery learning. Sasa katika mafundisho yake, somo la maombi lilikuwa ni somo mojawapo, na mimi nimekuja hapa kuleta uelewa kwako juu ya maombi ya mfungo na somo hili, na kuhakikishia kama Bwana aishivyo litabadilisha maisha yako katika jina la Yesu, na kuombea popote hapo ulipo ya kwamba sura yako ya maombi, mtazamo wako wa maombi, stamina yako ya maombi, upendo wako juu ya maombi ukabadilike na kuongezeka maradufu 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 katika jina la Yesu. Maandiko yanasema tunakuwa na kuongezeka imani kwa imani, siku hadi siku, kutoka utukufu mmoja kwenda mwingine. Na mimi nakuombea katika jina la Mungu wa majeshi ya kwamba hatua zako za leo zisiwe kama zile za jana katika jina la Yesu. Hatua zako za kesho hazitakuwa kama za leo katika jina la Yesu. Hatua zako za mwezi ujao zitakuwa bora kuliko hatua zako za mwezi huu kwa habari ya maombi, kwa kuwa Bwana ameweka neno ndani yangu na msukumo wa kuomba pamoja na wewe. Nasema katika jina la Bwana hutabaki kama ulivyo katika jina la Yesu. Na nakuombea
mito ya maji ya uzima yakabubujike ndani yako. Mito ya maji ya uzima ikabubujike ndani yako. Mito ya maji yaliyo hai, maji ya uzima, chemichemi ya uzima, fukuto la maombi, kitu chema kutoka ndani yako kikafanye kazi wakati huu. Na hata hivi ninavyoongea huku naomba nikupe siri hii. Mungu ameniita kuwa mhubiri ambaye ninafundisha huku ninahubiri na kufanya maombi. Kwa hiyo unaponisikiliza, unapoendelea kuelewa somo hili, lakini ninapoendelea kuwa naomba katikati ya somo, nataka nikwambie kuna kitu kinahuishwa na kuchemka ndani yako, na mimi namwamini Bwana hautabaki kama ulivyokuwa katika jina la Yesu. Mathayo sura ya 6 mstari ule wa 5 mpaka wa 18. Yesu anazungumza habari ya maombi na anawaelekeza wanafunzi wake. Anasema maneno haya akiwa katikati ya hali ya maombi. Wanafunzi wa Yesu walikuwa na tabia ya kuomba pamoja na master wao Yesu. Wakati fulani katika Mathayo sura ya 6 wakaenda naye kuomba. Walipofika wakastaajabu mambo mawili matatu. Jambo la kwanza, Yesu anaomba kwa ufanisi kuliko wao. Jambo la pili, Yesu anaomba kwa muda mwingi wa kutosha, mrefu kuliko wao. Unakumbuka wakati fulani akawaambia, kwa nini mnalala? Hamkuweza kukesha na mimi hata kwa lisali moja. Ingawa ni habari, ni kisa kingine, lakini ajenda ya pale ilikuwa ni maombi. Anawahimiza kuomba kwa muda mrefu, angalau kiwango cha chini lisali moja. Kwa hiyo kuna mambo yaliwashangaza wanafunzi kwa habari ya maisha ya maombi katika maisha ya Yesu. La kwanza, ubora na ufanisi wa maombi yake. La pili, uwezo wa kuomba kwa muda mrefu. La tatu, kujibiwa kwa maombi yake. Haya mambo yaliwashangaza. Huyu bwana anaomba vizuri, anaomba kwa ubora. Ukisikia maneno yake, yani sio kama ya dunia hii. Anajua kwenda na hoja mbele za Mungu. Lakini mbili, mbona anaomba kwa muda mrefu? Sisi tunazimia mioyo, tunachoka. Yeye ana uwezo wa kwenda masafa. Lakini jambo la tatu na lilo bora zaidi, maombi yake yanapata kibali na majibu. Kuna mpenyo kwenye maombi yake. Wakamwambia, halo, tunaomba audience na wewe. Yesu akawaambia, karibuni. Wakasema, Bwana, tunaomba utufundishe kuomba. Sasa Mathayo sura 6 mstari wa 5 mpaka 18, Yesu anajibu swali, hoja na maombi ya wanafunzi wake. Maandiko yanasema katika ule mstari wa 5, tena msalipo. Huyu ni Yesu. Nimekueleza hoja za huko juu. Walimwona anaomba kwa ubora, walimwona anaomba kwa muda mrefu, walimwona maombi yake yanajibiwa. Wakaomba wao wapewe darasa, tuition, elimu, ufahamu na uwezo wa kuomba. Sasa Yesu kuanzia mstari wa 5 anajibu hoja yao. Anasema maneno haya, tena msalipo msiwe kama wanafiki, kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia, ili waonekane na watu. Amin, nawaambia, mmekwisha kupata thawabu yao. Wamekwisha kupata thawabu yao. Mstari wa 6, Mathayo 6:6, Biblia anasema, bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani, na ukiisha kufunga mlango wako, usali mbele ya Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujaza. Anaendelea kuwafundisha. Anaposema uombe katika chumba chako cha ndani, ingia, anazungumzia maximum concentration. Maana yake kujitenga na disturbance, kujitenga na mazingira yote, mawasiliano ya nje ambayo ni distractors, yanaweza kuharibu concentration, umakini wako. Anaanza Yesu mstari wa 5, tena msalipo msiwe kama wanafiki. Anaeleza sifa za watu wanaopaswa kusali, wasiwe wanafiki. Lakini anaeleza sifa nyingine, wawe na uwezo wa kuwa na umakini,
kutuliza ufahamu wao, akili zao wasiwe wanaomba huku akili zao zinawaza mambo mengine. Anasema zama kwenye chumba chako cha ndani. Ni kweli unapaswa kuomba katika hali ya utulivu, mazingira rafiki, lakini mkazo zaidi wa mstari huu ni uwezo wa kuingia katika ulimwengu wa roho, maximum concentration. Na ndiyo maana wakati mwingine tunafunga macho ili usiangalie pembeni. Mara umeona msumari fulani, mara umeona picha fulani, mara mtoto fulani na kutoa kwenye hali ya maombi. Ndiyo logic, ndiyo maana kabisa kufunga macho. Haleluya! Uwezo moja wa kutokuwa mnafiki, sifa kutokuwa mnafiki. Lakini sifa nyingine anayohitaja hapa, uwe na uwezo wa concentration, uwezo wa kuzama na kutulia katika hali ya maombi. Alafu anaendelea mstari wa 7, anasema nanyi mkiwa katika kusali msipayuke kama watu wa mataifa, maana wao hudhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Basi msifanane na hao, maana Baba yenu anajua mnayohitaji kabla ninyi hamjamomba. Mstari wa 5, mstari wa 6, mstari wa 7, mstari wa 8 anaanza kwa kueleza sifa za muombaji. Nimelianza somo hili leo, naweka msingi. Katika kuweka msingi najaribu kufafanua mistari ambayo ndiyo mama katika somo letu. Msalipo msiwe kama wanafiki, watu wanaosema nyeupe wanaishi nyeusi, watu wanaosema ndio wanatenda hapana. Unafiki manake kile unachokisema sio kile unachokiishi. Anasema mtu wa design hiyo maombi yake hayatapata kibali mbele za Bwana. Lakini anasema sifa nyingine ya mwombaji, uwezo wa kuzama ndani, uwezo wa kujitenga na mazingira ya nje yanayoondoa umakini wake katika maombi. Halafu ukiendelea kule mbele anasema pia sifa ya kusamehe watu waliokukosea. Wasameheni wale wanaowakosea ili na nyinyi mpate kusamehewa wakati wa makosa yenu, na kuombea katika jina la Yesu. Pendwa mtazamaji wangu, Mungu akupe sifa hizi njema, akupe moyo wa kusamehe waliokukosea, hata kama ni wewe mwenyewe umejikosea. Mungu akupe moyo wa kusamehe katika jina la Yesu, na kutaja mbele za Bwana ya kwamba unafiki usiwe fungu lako, usiwe tabia yako, usiwe mfumo wako wa maisha katika jina la Yesu. Na kuombea mbele za Bwana unapoingia kwenye maombi, tangu unapoanza na kuendelea paka unapohitimisha, akili yako na ufahamu wako, hisia zako na kila kitu chako vikawe pamoja katika hali ya maombi katika jina la Yesu, na kuombea. Na hizo ndio dua zangu, nami nitakutaja zaidi katika jina la Yesu. Na namba zangu za simu ndio hizo ambazo zinapita hapo chini kwenye skrini. Kama unalo tatizo kwenye maombi, mwingine akaniambia, mchungaji, mimi kila nikianza kuomba ninajua vile ninavyofungua, lakini kwa habari ya kwamba nimemaliza saa ngapi sijui. Nikamuuliza kwa nini, akasema, mchungaji, na shangani wakati mwingine naanza kuomba najikuta nilishalala tayari. Mwingine anasema na shangani kama mawazo alishahama na nimeshaacha kuomba. Nataka nikwambie, moja ya tatizo lilonalo ni kuwa na umakini mdogo katika concentration ya maombi, lakini Roho wa Bwana amepunguka kwako. Neema yake ya maombi haijawa ya kutosha. Pokea hiyo neema sasa. Pokea hamasa mpya sasa. Pokea umakini mpya sasa katika jina la Yesu. Ninaikemea kila roho inayokutoa kwenye wimbi na kuzama kwenye maombi katika jina la Yesu. Pendwa mtazamaji wangu, mimi naitwa Hannington Kabuta, mchungaji wa kanisa la TAG hapa Goba, Dar es Salaam. Njoo nikufundishe zaidi kwa habari ya maombi, nikuombee, nikutie moyo,
nikupe hamasa mpya na kukueleza jinsi ambavyo unaweza kuwa na maisha ya ushindi kupitia maombi yako. Hebu sema tena amina. Sema tena amen. Sema tena mara ya 3 amen. Hakika nimejua sasa tuko pamoja, na Mungu akubariki sana mpendwa wangu, na Mungu atayageuza maisha yako kuwa na taswira bora iliyojaa nguvu ya maombi katika jina la Yesu. Sema tena amen. Mstari wa 9, Mathayo 6 mstari wa 9 anasema, basi nyinyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehavyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa maana ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Alafu anasema mstari wa 14 na 15, kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe, bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hatawasamehe ninyi nanyi makosa yenu. Mathayo sura hii ya 6 mstari huu wa 5 mpaka wa 15, Yesu anawafundisha wanafunzi wake sala ambayo wengi tunaifahamu kama sala ya Baba yetu, na nimeeleza muktadha wa andiko hili. Walikuwa katika maombi ya Yesu yakaonekana kuwa bora na fanisi, lakini ameenda kwa muda wa kutosha. Zaidi ya yote yenye majibu chanya. Wanafunzi wakamjaribu kumwambia, tunaomba tusaidie namna ya kuomba bora. Yesu anaingia kwenye darasa, anaanza kuwafundisha, na ile anafungua kinywa chake, anaanza kutaja sifa za mtu anayestahili kuomba. Asiwe mnafiki, awe na uwezo wa kuconcentrate, awe na uwezo wa kusamehe waliomkosea, na yule mwenye dhamira na nia ya dhati ya kuomba. Alipomaliza kutaja sifa, akaenda jambo la pili, akataja the components of prayer, vipengele vya maombi, akavieleza. Sasa mimi siko hapa leo kufafanua sala hii ya Baba yetu, lakini ukija kanisani nitakuelekeza vipengele hivi vya maombi kuanzia mstari wa 9 mpaka ule wa 15. Baba yetu uliye mbinguni ni kipengele kinachojitegemea. Jina lako litukuzwe ni kipengele kinachojitegemea. Ufalme wako uje ni kipengele mojawapo katika maombi. Yaani mambo ya kuzingatia katikati ya maombi yako, na nitakuelekeza utakapokuja hapa Goba TAGDPA. Mambo haya ukiyazingatia yatakupeleka masafa kiasi gani. Utajikuta una uwezo wa kuomba hata masaa ya kutosha bila kuchoka. Na hili ndiyo ombi langu mbele za Bwana katika jina la Yesu. Nataka sasa niwekeze zaidi katika mstari wa 16, 17 na 18. Maandiko yanasema hivi: kumbuka mkazo wangu siku ya leo ni wito wa kufunga na kuomba. Sio tu maombi ya kawaida, hapana, kufunga na kuomba. Mathayo 6 mstari wa 16 na mpaka 18. Tena mfungapo, kule mstari wa nyuma wa 5 alisema tena msalipo. Huu mstari wa 16 anasema tena mfungapo. Kwa hiyo anazungumzia kuomba kwa kawaida pasipo kufunga, lakini anakuja mstari wa 16 anaongeza neno tena. Mambo ya kufunga yanajaziwa juu ya yale maombi ya kawaida. Tena mfungapo, msiwe kama wanafiki wenye uso wa kukunjamana, maana hujiumbua nyuso zao ili waonekane na watu kuwa wanafunga. Amin, nawaambia wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe ufungapo, jipake mafuta kichwani, unawe uso, ili usionekane na watu kuwa unafunga, ila na Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujaza. Pendwa mtazamaji wangu wa NY TV, channel bora kabisa hapa mjini,
inayokuletea matangazo mazuri haya na injili njema. Ninayo habari njema ya kwamba Mungu anaenda kumimina roho ya maombi ndani yako kwa namna isiyo ya kawaida. Mimi na tabia kusikia msukumo ndani yangu ambao nikiutii na kutendea kazi huwa unaleta mlipuko mkubwa na matokeo chanya. Ndani yangu nimejisikia nije kusemezana na wewe wiki hii kwa habari ya kufunga na kuomba, na ndipo ninaona msukumo usio wa kawaida katika kufunga na kuomba. Ninatamka kwako katika jina la Yesu, wingu la maombi litatembea na wewe kazini, litatembea na wewe nyumbani, litatembea na wewe popote uendapo. Utasikia hamasa ya kuomba kila mara ndani yako katika jina la Yesu, na roho wa maombi atakaa ndani yako na juu yako, na ndipo maji ya uzima, mito ya maji yaliyo hai itakuwa ikibubujika kwa wingi kutoka ndani yako. Na hayo ndiyo maombi yangu kwako wewe upendwaye na Kristo Yesu. Sema tena amen. Haleluya. Anasema tena, mfungapo msiwe kama wanafiki wenye uso wa kukunjamana, maana hujiumbua nyuso zao ili waonekane na watu kuwa wanafunga. Ami nawaambia wamekwisha kupata thawabu yao. Halafu anasema wewe ufungapo, oga, jipake mafuta, changamka. Halafu anasema vaa vizuri, omba sasa, baba yako aonaye sirini atakujaza. Anazungumza juu ya mtazamo sahihi wa maombi, anazungumza juu ya mtazamo sahihi wa kufunga. Hatufungi na kujikondesha, hatufungi na kujionesha, hatufungi na kufanya maonesho. Anasema funga, omba, oga, paka mafuta, pendeza vizuri. Mungu ndiyo ajue kwamba wewe umefunga. Yaani lengo lako sio kwamba watu wa nyumbani wasijue. Watu wa nyumbani kwako wanaweza kujua kwa sababu mnapika, mnakula pamoja. Hoja hapa ni mkazo kwamba wewe ufunge na kuomba kumlingana Mungu zaidi. Ajenda yako iwe ni Mungu zaidi kwenye maisha yako. Na hiki ndicho kitu ambacho nataka ukielewe. Tena mfungapo msiwe kama wanafiki. The right attitude, mitazamo sahihi. Ondoa mitazamo mibaya ya kufunga na kuomba, misconception. Sasa swali linakuja hapa. Kuna swali moja ambalo niliandika kwa ajili yako. Linasema, nini maana ya kufunga na kuomba? Nini maana ya kufunga na kuomba? Nataka nikupitishe hapo, halafu nikamalizie na aina za mfungo. Kufunga na kuomba ni nini? Kufunga na kuomba ni zoezi la kiroho linalohusisha kujinyima chakula na vinywaji kwa kipindi fulani maalum ili kujitoa zaidi katika maombi. Mpendwa mtazamaji wangu wa thamani, kufunga na kuomba maana yake ni kujinyima kwa hiari kula na kunywa, aidha vyote kwa pamoja au kimojawapo, na sio milele, kwa kipindi fulani. Huenda masaa 5, huenda masaa 20, huenda masaa 50, huenda masaa 48, huenda wiki nzima. Unajinyima kula na kunywa, au unajinyima kula tu, au unajinyima vyote kwa pamoja. Ni wewe unafanya maamuzi ya kudhamiria. Ingawa una hela ya kula, ingawa una vyakula vya kula, ingawa una muda wa kula, ingawa afya yako, kinywa chako, tumbo lako vinaruhusu kula, unaamua kuabstain for some time. Unakaa mbali navyo kwa lengo maalum. Unajitoa zaidi, unajimimina zaidi, unawekeza zaidi katika kuomba badala ya kula. Nataka nirudie tena, kufunga na kuomba sio zoezi la kiafya. Kufunga na kuomba sio zoezi la diet, ni zoezi la kiroho. Lina msingi katika ulimwengu wa roho, lina msingi katika maandiko matakatifu. Tangu Agano la Kale, Musa alifunga, Elia alifunga, Elisha alifunga. Manabii na watu wa cha Mungu wa Agano la Kale
wote walifunga. Watu wa Ninawi waliacha kula na kunywa, wakamlingana Bwana. Lakini Agano Jipya, wanafunzi wa Yesu, kanisa la Antiokia, walikataa kula kwa siku kadhaa. Mtume Paulo na wengine wote, kama wao waliweza, na wewe ukaweze katika jina la Yesu. Kama wao waliweza kukaa masaa kutosha mbele za Bwana, na mimi nakuombea hivyo hivyo katika jina la Yesu.